Naam, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya hii leo ameweza kutoa hotuba nzito kweli kweli, ambapo baadhi ya maneno ambayo ameyazungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kwenda kukusomea ama kuyanukuu kama yalivyo kuhusiana na sakata ambalo linaendelea hapa nchini Tanzania. Na ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na nukuu maneno sasa ya Rais Samia, kasema hivi: demokrasia yetu inaendelea kukua na kuimarika, hususan kupitia falsafa yetu ya 4R ambayo itaendelea kuwa nyenzo muhimu ya kukuza ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi katika masuala muhimu, amesema Rais Samia. Lakini pia nataka kusisitiza kwamba kutekelezwa kwa falsafa ya 4R kunaendana na sambamba na kuzingatiwa kwa katiba na sheria za nchi. Kamwe falsafa hii haiwezi kuwa kisingizio cha kuvunja sheria na kujenga mazingira yanayohatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi yetu, mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mpaka hapa mgundua kwamba Rais Samia anasema kwamba 4R ni kitu kizuri sana na kinaendelea kudumisha umoja wa hapa nchini Tanzania, lakini kwa wale watu ambao wanadumisha naye hizo 4R isiwe ndio kigezo cha wao kuvunja amani ya nchi. Kwa maana katika zile 4R kuna moja ina maana ya maridhiano. So katika yale maridhiano watu wasichukulia kwamba yale maridhiano yao ndio yapelekee mpaka wao wavunje sheria ya nchi, washindwe kuadhibiwa kutokana na kuvunja sheria hiyo ya nchi. Hivyo 4R haimfanyi mtu avunje katiba. Kwa hivyo kama watu watavunja katiba, maana yake watashughulikiwa kisheria, ndio maana yake. Kwa hivyo yale maridhiano yasiyofanye watu wakavunja katiba ya nchi. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment kuhusiana na hotuba hii ya Rais Samia.